Kuna wakati katika maisha ya mwanadamu ambapo mtu huwa dhaifu zaidi kuliko kawaida. Ni wakati ambapo mgonjwa amelala kitandani akipambana na ugonjwa, akiwa hana nguvu tena za kupigana peke yake. Katika wakati huo, familia huweka matumaini yao kwa mtu mmoja tu, mtu aliyevaa koti jeupe, mwenye ujuzi wa tiba na anayeaminiwa kuleta msaada na faraja. Kwa daktari huwa si mtu wa kawaida, huwa ni ishara ya matumaini wakati maisha yanapokuwa magumu zaidi. Lakini nchini Ujerumani, imani hiyo iligeuka kuwa hofu baada ya kufichuliwa kwa kesi ya kutisha ya daktari ambaye alipaswa kulinda maisha, lakini sasa amehukumiwa kwa kuhusishwa na vifo vya wagonjwa wake. Kwa familia kadhaa, mtu waliyemkaribisha ndani ya nyumba zao kwa heshima na matumaini ndiye aliyekuja kwa sehemu ya maumivu ambayo hawatayasahau kamwe. Jina lake ni Johannes M., daktari wa huduma za wagonjwa mahututi mwenye umri wa miaka 41 kutoka Berlin. Kwa miaka kadhaa alikuwa akitembelea wagonjwa majumbani mwao, hasa wale waliokuwa katika hali ngumu ya kiafya na waliohitaji huduma maalum. Alifika na vifaa vya matibabu, akizungumza na familia zao, na alionekana kama mtu aliyekuja kusaidia katika kipindi ambacho alihitaji zaidi msaada. Lakini nyuma ya sura hiyo daktari mwenye huruma, wachunguzi wanasema kulikuwa na siri nzito iliyokuwa haijulikani kwa wengi. Kwa muda mrefu, vifo vya wagonjwa hao vilionekana kuwa vya kawaida kwa sababu wengi wao walikuwa tayari wakipambana na magonjwa makubwa. Familia zililia, zikaaga wapendwa wao na kujaribu kukubali kwamba ugonjwa ndio uliowachukua. Hata hivyo, kadiri muda ulivyopita, kulianza kujitokeza maswali ambayo hayakuwa rahisi kupuuzwa. Baadhi ya wagonjwa walifariki muda mfupi baada ya daktari huyo kuwafikia, na mazingira baadhi ya vifo hivyo vilianza kuzua mashaka, na pole pole swali moja likaanza kutawala: je, wagonjwa hao walikuwa wamepoteza maisha kwa sababu ya ugonjwa wao, au kulikuwa na mtu mwingine alikuwa nyuma ya vifo hivyo? Uchunguzi ulipoanza, waendesha mashtaka walitoa madai mazito. Walisema Johannes M. aliwapa wagonjwa wake dawa za usingizi pamoja na dawa zilizolemaza misuli ya kupumua bila ridhaa yao. Kwa mujibu wa mashtaka, dawa hizo zilisababisha wagonjwa kushindwa kupumua ndani ya muda mfupi na hatimaye kupoteza maisha. Watu ambao walikuwa wamemwamini kama daktari kuwasaidia katika siku zao za mwisho walidaiwa kuwa wahanga wake. Lakini jambo lililozidisha uzito wa kesi hiyo ni madai kwamba katika baadhi ya matukio, baada ya wagonjwa kufariki, Johannes alijaribu kuficha ushahidi kwa kuchoma moto nyumba za waathirika wake. Moto huo uliharibu sehemu za kumbukumbu za familia hizo, nyumba zilizokuwa zimebeba picha, vitu vya thamani na historia ya maisha ya watu waliokuwa wameondoka. Lakini hata moto haukuweza kuficha kile ambacho wachunguzi walikuwa wakikitafuta. Uchunguzi ulianza kusonga mbele baada ya wahudumu wa uchunguzi kutoa taarifa kuhusu vifo vilivyoonekana kuwa na mazingira ya kushangaza. Taarifa hizo zilipelekea kufanyika kwa uchunguzi mpana ambao baadaye ulifichua ukubwa wa kesi hiyo. Kati ya Septemba mwaka 2001 hadi Julai mwaka 2024, mahakama ilisema Johannes M. aliwaua wagonjwa 15. Waathirika hao walikuwa wanawake 12 na wanaume 3 wenye umri kati ya miaka 25 na 94. Lakini nyuma takwimu hizo kuna maisha ya watu halisi, wazazi, ndugu na wapendwa ambao leo familia zao zimebaki na maumivu makubwa. Mbele ya mahakama, Johannes alikiri kuhusika na vifo vya wagonjwa 12. Alisema aliamini kwamba alikuwa akiwasaidia kwa kuondolea mateso na maumivu waliokuwa wakiyapitia kutokana na magonjwa yao. Pia aliomba msamaha kwa familia za waathirika na kusema anatambua ukubwa wa madhara aliyosababisha. Lakini kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, maneno hayo hayakuweza kubadilisha yaliyotokea. Maumivu yao hayakuwa tu kumpoteza mtu aliyempenda, bali pia kugundua kwamba mtu waliyemwamini na kumkabidhi maisha ya wapendwa wao ndiye aliyekuwa akishutumiwa kwa nyuma ya vifo hivyo. Waendesha mashtaka walipinga maelezo yake na kusema kukuwa na sababu ya huruma iliyomsukuma kufanya matendo hayo. Mahakama ya Berlin hatimaye ilimhukumu Johannes M. kifungo cha maisha gerezani na pia kuamuru aendelee kuwekwa chini ya uangalizi maalum hata baada ya kumaliza kifungo chake kutokana na hatari anayodaiwa kuiwakilisha kwa jamii. Hata hivyo, kesi hiyo bado haijafungwa. Wachunguzi wanaendelea kuchunguza vifo vingine 76 vinavyoweza kuhusishwa na daktari huyo. Ikiwa tuhuma hizo zitathibitishwa, kesi hii inaweza kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya mauaji ya mfululizo kuwahi kutokea nchini Ujerumani, kwa sababu mwisho wa siku daktari anaweza kupewa mamlaka kugusa maisha ya
watu, lakini mamlaka hayo yanapogeuka kuwa chanzo cha hofu, maumivu yake hubaki kwenye mioyo ya wengi kwa muda mrefu. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaliga wa Ayo TV.